Karibu katika mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu Biblia wiki hii. Wiki hii tuna somo la pili linalosema sababu za shukurani na maombi. Ni shukurani zipi ambazo tunazizungumzia, na wakina nani wanaoshukuriwa, ni nani wanaoombewa, ni nani anayeomba, na kwa nini aombe na kwa nini ashukuru, na tunajifunza nini? Maana yote yaliyoandikwa yameandikwa kwa ajili yako na mimi, ili kwa uvumilivu na saburi tupate kuwa na matumaini. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu katika wiki hii, tunapokwenda kudadavua kwa somo la pili kitabu cha Wafilipi pamoja na Wakolosai. Ndani yake kuna lulu za thamani zenye kuinua na kugeuza maisha. Ninaomba kila atakayesikia ujumbe huu, maisha yake yageuzwe kabisa katika jina la Yesu. Amen. Somo letu lina maeneo makubwa matano. Maeneo mawili ni shukurani na maombi ya Mtume Paulo aliyekuwa gerezani kwa barua yake aliyoiandika kwenda kanisa la Wafilipi. Maeneo mawili mengine ni shukurani na maombi ya Mtume Paulo kupitia barua zake kwa kanisa lililoko Kolosai. Kwa tutaangalia shukurani na maombi mara mbili kwenye vitabu viwili. Maeneo la tatu ni fursa ya kutetea Injili. Tuanze moja kwa moja sehemu ya kwanza. Tuanza shukurani ya Mtume Paulo kwa Wafilipi. Kitabu cha Wafilipi tu moja hapo. Tunadokoa mafungu machache kama mawili hivi. 7 na 8 anasema hivi: vile vile kama ilivyo wajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote, kwa sababu ninyi mmo mioyoni mwangu, kwa kuwa katika kufungwa kwangu na katika kazi ya kutetea Injili na kuithibitisha, ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii. Maana Mungu ni shahidi wangu jinsi ninavyowaonea shauku ninyi nyote katika moyo wake Kristo Yesu. Sababu tatu Paulo anazozitoa kwa nini anawashukuru watu wa Filipi. Sababu ya kwanza, anamshukuru Mungu kwanza kwa jukumu kubwa ambalo amempa la kuwalea wanadamu wenzake. Thamani ya kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake kwa ajili ya wanadamu wenzake walioko Filipi. Anamshukuru Mungu sana. Jenga tabia ya kumshukuru Mungu kwa vipaji, wajibu na majukumu ambayo amekupa kwa ajili yake na kwa ajili ya wanadamu wenzako. Thamani ya kile ulichopewa na Mungu inapanda juu sana pale utakapokuwa na tabia ya kumshukuru Mungu kwa kile kilichowekwa chini yako na yeye, kwa wajibu ambao Mungu ameuweka kwako, kwa kitendo cha kuaminiwa na serikali inayotawala billions mara trillion desilioni sayari na viumbe wasiohesabika, kukuamini wewe, kukupa kipengele fulani katika ujenzi wa ufalme wake, katika wokovu wa wanadamu wenzako. Amekuamini hivyo, mshukuru Mungu. Paulo anashukuru kwa ajili ya hiyo kitu, na anaenda mbali, anasema hawa watu ambao Mungu ameweka mikononi mwake, hawa washiriki hawa ambao amepewa awalinde na kuwachunga, hii familia ambayo Mungu amempa aweze kuilea kama baba, anasema nimewaweka kifuani mwangu. Waumini wako ambao wako chini ya uongozi wako, washiriki ambao na waongoza, watu ambao Bwana amewaelekeza kwako kwa jina la Mungu. Je, umewaweka moyoni? Kuweka moyoni, kifuani, maana yake nini? Anaturudisha nyuma Agano la Kale. Kuhani mkuu, vazi alilokuwa anavaa
Mbele yake kuna kifuko. Kwenye hiki kifuko hapa kwenye kifua chake kimebeba mawe 12 ambayo alikuwa anaingia nayo patakatifu pa patakatifu katika lile vazi la kikuhani, yakiwakilisha kifuani mwake ameibeba Israeli yote na matatizo yao na mapungufu yao na majukumu yao. Aliwakilisha Yesu kubeba mizigo ya dunia nzima katika kifua chake kwa wale ambao wataamua kumpokea. Paulo anatumia picha hii, anawaambia wale wa Filipi, Mungu mwenyewe ni shahidi, anajua jinsi nilivyowaweka kifuani mwangu. Sikiliza sasa. Paulo alibeba mioyoni mwake kila mshiriki wa kanisa aliposimama mbele za Mungu katika maombi na kuwaombea. Hauwezi kumbeba kila mtu, lakini una uwezo wa kumbeba kila mtu wakati unapokuwa katika maombi na kuwasogeza kwa Mungu. Simuoni Paulo akimpiga majungu mshiriki yoyote. Simuoni Paulo akimsema vibaya mtu ambaye ana madhambi, bali namuona Paulo akimsema kwa Mungu, akimwombea rehema na msaada wa kumbadilisha maisha yake huyu mtu ambaye Mungu amemkabidhi aweze kumlea hata kama yupo bado gerezani. Sababu ya pili ya kumshukuru Mungu, anamshukuru Mungu kwa kuwa anapata taarifa kwamba hawa watu wanadumu kuwa waaminifu kwa Injili. Mstari wa 5 na wa 6. Hata wewe jifunze kumshukuru Mungu kwa yale mazuri au matokeo ya kazi zako njema unazozifanya unapoyaona ndani ya watu. Mshukuru Mungu. Alafu wape hao watu taarifa juu ya kumshukuru kwako Mungu, juu ya namna ambavyo unaona progress za kiroho, maendeleo ya kiroho kwa watu ambao mwanzoni alikuwa ni mlevi wa kutupwa. Angalau sasa hivi unaona hatua zinapigwa. Mshukuru Mungu. Na unapomshukuru Mungu, hata ambaye unamshukuru Mungu kwa ajili yake, hakikisha anajua. Kwa Paulo aliandika haya. Jambo la 3 ambalo Paulo anashukuru Mungu, anasema anamshukuru Mungu kwa sababu hawa watu wanashirikiana naye hata katika shida na matatizo ambayo anayapitia katika kufungwa kwake. Kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 30. Maana kwa ajili ya kazi ya Kristo alikaribia kufa, akaponza roho yake ili kusudi ayatimize yaliyopungua katika huduma yenu kwangu. Hapa namzungumzia Epafrodito aliyetumwa kutoka kanisa la Filipi na maeneo ya Kolosai huko, akamletea habari na ujumbe. Alienda na fedha za kumsaidia maisha Paulo. Ameenda na ujumbe. Fedha tu haitoshi, alienda yeye kama yeye akitumwa na kanisa. Nasema namshukuru Mungu, maana hata nilipo kuwa katika nyakati ngumu, hamkushangilia, hamjaiacha imani, badala yake mmefunga safari kuja kuona live kinachoendelea kwenye maisha yangu. Hamkutaka kusikia tu maneno ya watu, hamkutaka kusikia habari yeye habari imefungwa kule. Mmemtuma mtu amekuja kabisa kuniona, na mmetuma sadaka za kujazia pale ninapopungukiwa. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu wa Filipi. Jambo la pili, baada ya kumshukuru Mungu, Paulo anawaombea wa Filipi. Hasa anachowaombea ni cha muhimu mno. Maneno ya kwenye ombi lake ni ya muhimu kuliko hata ombi lenyewe. Kitabu cha Wafilipi 1 mstari wa 9 mpaka wa 11. Na hii ndio dua yangu, haya ndio maombi yangu. Anasema kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo, hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. Maombi ya Paulo kwa kanisa yana tofauti kubwa na maombi ya viongozi wa kidini wengi wa leo kwa waumini wao.
Leo maombi mengi yamefungwa katika mahitaji ya kimwili ya waumini, na msisitizo mdogo hafifu, negligible, umewekwa kwenye mahitaji ya msingi ya kiroho ya muumini. Wanashindwa kujua muumini akipona kiroho, mambo ya kimwili yameisha automatically, matatizo mengi yameisha. Matatizo mengi ya kimwili yanayoombewa na watu wanakunywa vitu vya ajabu ajabu na kutembea na kupata vitu vingi, kutembea na vitambaa, picha na michanga na nywele na uchafu wa kila namna, ni matokeo ya ugonjwa wa kiroho. Kama leo maombi yangeelekezwa kwenye anguko la kiroho la waumini, matatizo mengi ya kimwili yangeinuliwa wakati muumini huyu anainuka kiroho. Hii ndio sababu Paulo kwenye maombi yake mzigo mkubwa ni kwenye ukiroho wao na sio kwenye mahitaji yao ya kimwili. Kwenye ukiroho wao anaomba nini? Moja, wazidi kupenda zaidi. Kuna tabia ya kudhani mtu akisha kuwa imara kiroho, tunaanza kusema unajifanya wewe mcha Mungu sana bwana. Unajifanya wewe mtu wa kiroho ndo umefika, Mungu kunaye karibu sana, yako wapi? Ukiona mtu amekuzidi kiroho au yuko makini na mambo ya Mungu, muombee aweze kuwa makini zaidi, usimvunje moyo. Paulo anajua wana upendo mpaka wametuma mtu amehatarisha maisha yake amfikie huko aliko gerezani, sehemu za hatari, na amemletea fedha na nguo. Tena mwingine alimtuma aje na vitabu, Timotheo asomesome, ongeze ideas za kuwasaidia watu. Anasema nataka mzidi zaidi haya mambo ya kupenda haya, mpende sana kuliko siku zote. Najua nyinyi ni watu wa kutoa, nataka mtoe zaidi. Usimvunje moyo mtu ambaye amepewa karama ya kutoa kwa ajili ya Mungu makubwa, millions of money kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mwingine anasema nimechoka. Muombee atoe zaidi. Kama alikuwa anatoa milioni 1, atoe bilioni. Kama atoa bilioni, atoe trilioni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Waombee watu wenye upendo kidogo, wale wakarimu. Mungu azidi kuwafanya kuwa wakarimu zaidi, usiwe upande wa kuwavunja moyo. Ombi la Paulo kwa kanisa la Filipi. Kitu cha pili, hiki nishakisema, anaomba ongezeko la mazuri ya kiroho na hawapongezi kwa kiwango chao cha kiroho. Hafikiri kwamba wamefika, anawaambia hapo mlipo ni pazuri, lakini songa mbele zaidi. Jambo la tatu katika wiki hii tunalojifunza ni fursa ya kutetea Injili. Nataka unielewe vizuri kwenye hili jambo. Kitabu cha Wafilipi 1:12. 1:12 Wafilipi anasema, lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yamenitokea zaidi kwa kuieneza yamenitokea zaidi kwa kuieneza Injili. Anawaambia hawa watu wa Filipi baada ya mashukurani na maombi, anawaambia nataka nyie watu wa Filipi mjue ya kwamba mmemtuma mtu aje anione kwamba na hali gani naendelea. Nataka niwatie moyo kwamba haya yanayonipata humu gerezani yamesababisha Injili iende mbali zaidi. Washiriki na waumini wa kanisa la Wafilipi wanashtuka, wanashangaa wanapopata hizi nyaraka kwamba tulidhani amekata tamaa, kumbe ametafsiri kufungwa kwake katika uchanya, positivity. There is power in positivity. Geuza kila ubaya lako ulione katika wema wa Mungu uliofichwa katika huo ubaya. Paulo anawaambia kwa kweli kufungwa kwangu kumesababisha Injili iende mbele zaidi. Sina shida na kufungwa kwangu, maana humu naandika manyaraka mengi yanaenda, watu wanabarikiwa, watu wanabatizwa, watu nawaombea. Sikiliza, mlango mmoja ukifungwa, Mungu anafungua milango 100. Mlango ukifungwa, panda juu ya dari, toboa bati, fika kwenye lengo. Usiruhusu
chochote kwenye maisha kikazuia usifikie lengo. Ziko njia halali billions mara billions za wewe kufikia kile ambacho Mungu ameweka kusudi ndani yako. Hauna haja kwenda njia za kiharamu, za kuvunja sheria, njia za kihuni. Mungu bado hajawahi kuishiwa resources, rasilimali, hajawahi kuishiwa mbinu na mikakati ya kusababisha wewe ufikie kile ambacho amekusudia ufikie. Wale jamaa walipoona mlango haufunguki ili mgonjwa wao amfikie Yesu, maana kuna watu walikuwa ni wengi, walibinu mbinu mpya kwenda kutoboa bati, wakampitisha Yesu, mgonjwa akatua kwa Yesu. Walikuja kufix baadaye, lakini jambo la muhimu lilikuwa ni kufikia lengo, mtoto wetu apone. Paulo anatupa somo la muhimu sana, kwamba hii ni msemo wa Kichina na msemo unaitwa Weizei. In every danger there is opportunity. Katika kila hatari kuna fursa imefichwa ndani yake. Katika kila vitisho kuna fursa imefichwa ndani yake. Ndio maana Mchina anaweza akatoka China akaingia mpaka Kongo DRC, ndani kabisa kwa waasi kwa M23 na kila aina uchafu wa machafuko. Haoni hatari, anaiona fursa iliyomo ndani ya hatari. Mcha Mungu lazima uone fursa zilizofichwa katika hatari. Jifunze kutafsiri vita vya kimaisha, machafuko ya kidunia, matukio ya siku za mwisho yanayoonyesha ujio wa Yesu mara ya pili, kuyatafsiri katika mtazamo chanya ambao utautumia kupushi zaidi heavenly agendas, agenda za kimungu. Wafilipi waliposikia habari za Paulo kufungwa, walihuzunika sana. Wakachanga michango, wakamtuma mtu kupita kwenye mazingira ya hatari. Kufika kule ilikuwa kazi rahisi. Kwanza wenyewe angeweza kafungwa. Huyu jamaa akajitoa kwenda kukaa pamoja gerezani, anaitwa Epafrodito. Lakini wanachokikuta kule, wanamkuta Paulo amegeuza gereza kuwa kama ni headquarter, kama ofisi ya ikulu ya mbinguni, akiwa amezungukwa na malaika, akiandika nyaraka mbalimbali za kimungu kuatia moyo watu wengine. Nikutie moyo. Unaweza ukajikuta kuna siku nchi yako imeingia kwenye hali ya gereza. Familia yako imeingia kwenye hali ya gereza. Uchumi wako umeingia kwenye hali ya gereza. Afya yako imeingia kwenye hali ya gereza. Usije ukatumia gereza kama gereza. Geuza hilo gereza likawe ni fursa ya kuwatia moyo watu wengine. Hii ndio jambo la tatu ambalo Paulo anatufundisha. Mtazamo wake huu ulikuwa ni motisha kubwa kwa utendaji kazi wa makanisa. Walipata nguvu kubwa ya kumtumikia Mungu. Kama mtu kwa gerezani anafanya kazi kwa nguvu na mtazamo chanya, vipi sisi ambao tuko nje? Tufanye zaidi. Niseme nini jambo la mwisho kwenye sehemu hii ya tatu? You can be imprisoned, but the word of God cannot be imprisoned. Unaweza ukafungwa, lakini neno la Mungu na nguvu iliyo ndani ya neno la Mungu haiwezi kufungwa. Ukifungwa ukiwa na neno la Mungu litafungua kila kifungo kwenye maisha yako. Kuna nguvu kubwa katika kuishi na kulitumaini neno la Mungu. Jambo la 4. Tunahama kanisa la Wafilipi, tunaingia kwenye mambo mawili ambayo ni kanisa la Kolosai. Shukrani za Paulo kwa Wakolosai. Wakolosai 1 mstari wa 3 na wa 4. Anasema, tuamshukuru Mungu. Hapa sasa yuko na huyo Epafrodito, kijana aliyetumwa kutoka Filipi, tumeongea juu hapo habari zake. Tuamshukuru Mungu, Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo, siku zote tukiwaombea, tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlionao kwa watakatifu wote. Anamshukuru Mungu kwa mambo makubwa mawili: imani na upendo. Imani na upendo. Unaposikia mambo mema juu ya watu, mshukuru Mungu juu ya mambo hayo mema. Pili, wataarifu watu juu ya shukrani zako kwa Mungu
kwa uzuri na matendo yao mema. Ninamshukuru Mungu kwa michango ya familia yako katika kanisa la Mungu. Hii si tu watumishi wa Mungu, viongozi wa kidini wamshukuru Mungu, sio watu, kwa makubwa ambayo watu wanayafanya kupitia Mungu anayewasukuma Roho wake Mtakatifu. Na hata waumini, jenga tabia ya kushukuru na kushukuru kwa yale makubwa ambayo watu wenzako naona wanayafanya. Usiwaone wivu, usiwaponde, huyu jamaa atakuwa anatafuta sifa, huyu jamaa atakuwa mshirikina huyu, fisadi. Mshukuru Mungu unapoona mambo makubwa yanafanyika kupitia watu. Tunajifunza kitu hicho. Lakini imani na upendo vina maana gani? Kwa nini anawashukuru kwa imani na upendo? Faith in Christ and love to men are twin pillars of Christian life. Imani kwa Yesu na upendo kwa wanadamu wenzetu ni nguzo pacha mbili katika maisha ya Ukristo. Juhudi zako katika kumwamini Yesu lazima ziendane na kiwango kile kile cha kuwapenda watu. Leo tunao Wakristo wengi wanaomba mpaka wanajikatakata, wanasoma Biblia masaa 24, lakini wana roho mbaya, wamejaa chuki, wamejaa ukorofi, wamejaa majungu, masengenyo na kuyaona mabaya ya watu kuliko mazuri yao. Hawana uwezo wa kumsaidia mtu chochote ili aweze kuwa bora kwenye maeneo ambayo Mungu amemweka. Lakini Paulo anawashukuru Wakolosai, anamshukuru Mungu kwa ajili ya Wakolosai kwa sababu ya upendo wao na imani yao vinaenda sambamba. Jambo lingine ambalo linapelekea amshukuru Mungu kwa ajili ya hawa watu, mambo ya Mungu kutoka kwa Paulo wameyasikia tu kupitia watumishi wengine ambao Paulo hajawahi kwenda kwao, lakini hawajarudi nyuma. Wanaendelea kukaza buti, kusonga mbele, wakiendeleza Injili, wakiendelea kwa uaminifu, wakikua katika imani. Paulo anawatia moyo zaidi, na mshukuru Mungu kwa haya mambo makubwa mnayofanya. Mnatumaini katika Mungu baada ya kusikia hizo habari. Hata siwajui wengine sura zenu, sijawahi kuwaona, lakini hamwachi Mungu. Kuna mtu ananisikiliza hapa, haujawahi kuniona, sijawahi kukuona, sikujui, lakini mimi namshukuru Mungu kwa hicho ambacho nakifanya. Nikisikia habari kwamba kuna mtu alisikiza kitu hapa akakifanyia kazi, namshukuru Mungu kwa ajili yako. Jambo la mwisho ni sala, maombi ya Paulo kwa kanisa la Kolosai baada ya kuwa ameshukuru. Kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 9. Wakolosai 1 mstari wa 9. 1:9 Wakolosai anasemaje? Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa na mapenzi yake, hekima yote na ufahamu wa rohoni. Sisi nasi, Paulo pamoja na kampani yake huko Rumi gerezani, waliposikia kanisa la Kolosai lina juhudi hivyo mambo ya Mungu, upendo, tumaini pamoja na imani, anasema hatuachi kuomba. Vile kama alivyosema kwa wale wa Filipi, anasema hivi, hatuachi kuomba kwa haya mambo ambayo nimejifunza kwenu ni mazuri, na tunawaombea azidi zaidi. Hatuachi kuomba katika mambo yale ya kiroho yenu. Maana hata hivyo hawa watu kidunia hii kimwili walikuwa wamefanikiwa. Maana ukifuzu kiroho kidunia hivi hauwezi kuyumba sana. Hii inaitwa power packed prayers. Moja kati ya maombi 4 ambayo Paulo ameandika akiwa gerezani. Ombi hili linaanzia 9 mpaka 14 wa Kolosai. Ni moja ya ombi lenye nguvu kubwa sana, yenye uwezo wa kumrekebisha mtu yoyote. Na natufundisha focus yetu katika maombi ni watu waweze kukua. Tena anasema maombi ya kweli yatakusukuma kwenye mambo makubwa mawili. Moja, kuomba utambuzi wa mapenzi ya Mungu kwako. 2, kuomba power, nguvu ya Mungu ya kukufanya ukifanyie kazi hicho ambacho umekitambua kutoka kwa Mungu. Kwa
Kwa spiritual discernment, ufahamu wa utambuzi wa kiroho wa yale ambayo unataka Mungu ayafanye mwaka huu 2026, na ukaomba ile nguvu, power, dunamis, uwezeshwaji wa kiungu wa kutembea na kufanyia kazi yale ambayo Mungu amekuonyesha kwa vitendo. Ni maeneo mawili makubwa sana ambayo yatafanya maombi yako yalete mabadiliko makubwa kwenye kila eneo la maisha yako. Lakini pia anaomba kama alivyoombea wa Filipi, kwamba haya mazuri wanayofanya hawa Kolosai wayafanye zaidi, na kukumbusha tena, ombea watu mazuri yao yazidi kuwa mazuri. Watu watoke kwenye good waende kwenye beta. Walio kwenye beta watoke kwenye beta waende kwenye best. Walio kwenye best wazidi kutoka kwenye utukufu hadi utukufu hadi utukufu. Maombi haya hayasukumwi na wivu. Yanasukumwa na kutaka kuona watu wanapata improvement, mabadiliko. Lakini jambo la mwisho, katika sehemu hii ya 3, Paulo shida yake kubwa ilikuwa ni spiritual ignorance, ujinga wa kiroho ambao ulikuwa ni unasumbua sana waumini. Alikuwa hapendi kuona na Wakristo wajinga ambao hawajui mambo ya Mungu. Wakristo wasioweza kupambanua maandiko matakatifu. Ndani ya makanisa aliyokuwa anayalinda, alihakikisha anawaombea wapate understanding, uelewa na wisdom, hekima, uwezo wa kukiweka katika vitendo kile walichokielewa. Lakini nasikitika kusema tunaishi katika kipindi ambacho kuna uibukaji wa kasi, mafuriko ya ujinga na utapiamlo mkubwa wa kiroho ndani ya makanisa ya siku za mwisho. Nenda kwa walokole, nenda kwa Wakatoliki, nenda kwa Wasabato, nenda kwa KKT, nenda kwa sijui wanaitwa Mennonite. Watu wengi tuko wabaridi sana. Tukitangaza kuna sherehe, watu tunajaa. Tukitangaza neno, mbio. Hata wanapojaa, unapoona wamejaa wengi, mkesha mkubwa, watu wamejaa, millions of people, maelfu ya watu, mamilioni ya watu, hata wanajaa kwa sababu si ya kile ambacho Paulo analiombea kanisa la Wafilipi, anaombea na kanisa hili la Kolosai, ile spiritual growth, ukuaji wa kiroho. Wanakuja kwa sababu wanamtaka material things, vitu vya kimwili na si vya kiroho. Ni kuombea mtoto wa Mungu, Bwana akusaidie utoke kwenye Ukristo wa vitu uje kwenye Ukristo wa ukiroho. Maana ukiwa spiritually strong, ukiwa ni mzuri kiroho, hata kumanage usimamizi wa hivi ambavyo Mungu amekupa inakuwa ni rahisi. Matatizo mengi yanayosababisha maelfu ya watu wanafurika kwenda kusaidiwa msaada wa kiroho yangetatuliwa ndani kwenye vyumba vyao vya siri wenyewe, kama wangejua siri ya somo la leo ya maombi ya kutokwa na ujinga wa kiroho. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa ukosefu wa maarifa. Biblia inasema mwenye haki, mithali, ataponywa na maarifa, na kwa sababu wamekataa maarifa, uangamivu na wajia. Nataka nikutie moyo, tunaishi katika kipindi cha kufunga historia ya ulimwengu. Maombi ya watu, licha ya kutaka baraka za vitu na kuondolewa na mateso ya adui, nguvu kubwa ielekezwe katika ukuaji wa kiroho, ukuaji wa imani, ukuaji wa upendo, ongezeko la maarifa na hekima sahihi, na utaona matatizo mengi yanayeyuka automatically katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Asante kwa maneno yako mazuri. Binafsi amenijenga, mtoto wako amemjenga. Ninamuombea na yeye umshindie wivu anawaonea wenzake wanapoona wanapanda grade moja kwenda grade lingine. Awatamkie watu mema, lakini akushukuru anapoona kazi yake na watu waliobarikiwa kutokana na kazi anazozifanya. Lakini Mungu msaidie, nami nisaidie, tujifunze kuomba maombi yenye matokeo. Tupe roho njema iliyokuwa kwenye kanisa la Filipi na kule panaitwa Kolosai.
ili Bwana tukazidi kudumu kukupenda na kukutii na kufanya utume wako katika jina la Yesu. Amen.